Kane. Yani mfano uwanja wa Mamelodi ama ingekuwa timu ya Afrika Kusini Orlando, hata kama ulijaza maji mimi nakwambia ingepigwa mechi, yani akafu wasingehamisha. Isipokuwa Simba kwa sababu ndio timu ambayo inaanza kujitangaza huku, afu bado sisi kama taifa bado hatuna nguvu kubwa kwenye kafu kule bado, yani sisi wana enjoy tu kafu kuona mashabiki wetu wanaleta interaction kubwa, wana comment wanafanya nini, lakini kwenye yale maamuzi ya moja kwa moja sisi bado hatupo klabu zetu. Ndio maana zitaonewa, zitafanywa hiki na hakuna story yoyote ambayo inaweza kuzungumzwa. Kwa hiyo kwangu nafikiri Simba kushinda popote anaweza. Yes, kama Chone amezungumza vizuri hapa kwamba kuna goli litakuwa limeshaondoka. Sasa kocha wa Simba anatakiwa kuangalia mpango gani anakuja nao. Kwanza ni kuhakikisha hii mechi ya ugenini wanafanya vizuri. Yani wapambane dakika zote 90, waonyeshe kiwango bora. Lakini mimi kwenye hii issue ya kupeleka mechi Zanzibar, mimi naona kuna figisu. Yani kuna figisu tu Simba wametengenezewa. Na Belkana anataka sana kombe, na Belkana anajua kabisa huyu Simba akicheza Zanzibar atakuwa mgeni. Na atakuwa aliangalia vizuri sana hata ile mechi na Stellenbosch, na atakuwa hata walifanya review tena wakaiangalia marudio yake. Kwa anajua hawa tukiwapeleka sehemu fulani wanakuwa hivi. Yani hiyo tu inatengenezwa. Na hasa ukiangalia mmiliki wa timu ya RS Berkane ni makamu wa rais wa kafu, ina maana ana nguvu. Yani ni mtu ambaye ana nguvu kubwa kwenye mpira wa Afrika. Sio rahisi hivyo kushindana naye. Kwa hiyo kwangu nafikiri Simba wawaze zaidi mechi ya kesho kutwa kwanza. Yani ndio kitu ambacho cha muhimu. Naam. Sawa, pengine kuna lolote ambalo mnyama anaweza kalifanya kwa wakati huu kwa ajili ya kupindua meza na kurejesha mechi kwenye uwanja wa Benjamin? Inawezekana kabisa. Kwenye mpira wa Afrika inawezekana kwa sababu ni mipango tu na kuongea na watu vizuri. Inawezekana, mimi nakwambia. Yani kusema mechi rudi kwa sababu usiku bado siku nyingi. Tupo kwenye mchezo wa kwanza. Ina maana kuna siku nyingine nyingi tu zinakuja hapa mbele. Inawezekana kabisa. Yani mechi kurudi Mkapa inawezekana. Ila ni nguvu, ni ule ushawishi sasa wa kuwashawishi kafu wenyewe. Lakini mimi siamini kama hiyo tarehe 25 dimba la Mkapa. Kwanza siamini kama kutakuwa kuna mvua. Ukiangalia Dar es Salaam saizi ni hali yao imebadilika wakati huu tena. Hatuoni mvua hizo. Mimi siamini kama kutakuwa kuna mvua hiyo siku. Yes. Lakini mwisho wa siku hata wale waliotengeneza uwanja hii awamu lazima tuwashushie lawama zetu. Wao kama yani wale waliohusika kutengeneza ule uwanja, ile pitch ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu mwanzo pitch ile ilikuwa inajaa maji, lakini ile mechi ya Al-Masry ilikuwa imezidi. Watu hawakufanya warm up, Ebo ya Shumu angefanya warm up pale ndani. Ile mechi singevunjwa. Kwa mimi naamini tunaposema bwana kafu wanawaonea Simba, pia tuwalaumu hawa watu ambao walitengeneza ile pitch hadi kafika katika kiwango kama kile, ikawa sio pitch ya kuvutia. Nyasi zinaonekana ziko vizuri, lakini mvua ikinyesha utafikiri labda unaweza kusema nini, majaruba yale ya mpunga ama zizi la ng'ombe lile maji yakiwa yamejaa pale. Kwa hiyo nafikiri jambo hilo wanataka kulifanyia kazi. Yes. Sawa, mwisho kabisa mchezo huu unaonaje kwamba kombe linabaki ama ndo hivyo linaondoka zake? Kusema kombe linaondoka mimi bado siamini. Mimi naamini RS Berkane anaweza kupasuliwa za kutosha tu pale kwake. Inatosha kabisa. Hata kama Simba tafungwa kule, bado akija New Amani Complex, bado ni sehemu ambayo Simba wanaweza kufanya maajabu na mwisho wa siku historia ikaandikwa. Na kwenye mpira wa miguu kama mwaka wako ni mwaka wako tu. Yani kama mwaka wako wa kuchukua ubingwa ni mwaka wako tu. Amini nakwambia kila kitu kinakuwa sawa. Sawa, nimalize na swali hili kwa Gift Chon. Nimeona baadhi ya comments, baadhi ya watu wakisema kwamba labda pengine kwenye sakata hili pengine kuna mkono wa Engineer Harris ambaye pia kwenye CAF pia ni mwakilishi kwa Tanzania, kwa Tanzania. Pengine unadhani hili lina ukweli kwa kiasi gani? Hapana, yani mimi sijui, siko huko, lakini nadhani halina ukweli wowote. Yani halina ukweli wowote. Kwa nini nazungumza halina ukweli wowote? Ingekuwa ndo kwa mara ya kwanza kabisa wanaweza limetokea kwamba dimba la Mkapa limefungiwa, then tungeweza kusema labda kuna mkono wake. Lakini kumbuka kwa mara ya kwanza huu uwanja ulifungiwa kwa ajili ya sababu za kufanyia marekebisho. Na marekebisho baada ya kuanza, baadaye ulikuwa unafunguliwa kwenye mechi za muhimu. Wamekwenda Simba wamecheza pale dhidi ya Al-Masry, kilichojitokeza kila mtu aliona uwanja ule uliweza kujaa maji, na maji hayakuweza kuwa drained, kuondolewa kwa wakati na ule uwanja. Na maana system yake hairuhusu kuondoa maji. Mwisho wa siku maji yakawa yanabaki pale na mechi haikuvutia kwa kiwango kile. Na unaweza ukasema ukiangalia mechi, kwa sababu kuna nyakati ambazo matukio mengine yalikuwa yanatokea uwanjani kwa sababu ya kiwanja chenyewe, watu wanateleza, mara mpira umeuacha nyuma, mara nini, kitu ambacho kiliondoa ladha ya mpira. Kwa hiyo CAF waliweza kuliona na uwanja ule ukafungiwa pale. Unapokuja kuchezwa mchezo
dhidi ya Stellenbosch, tayari uwanja ulikuwa umeshafungiwa na CAF wenyewe, kwa hiyo ukaenda kucheza kule visiwani Zanzibar. Sasa kukawa kuna muda mwingi hapo wa kuweza kujaribu kurekebisha, na watu wa CAF walikuja hapa kukagua. Mimi nimebahatika kuisoma barua ya CAF wenyewe. Kwenye barua ya CAF wenyewe ukitazama imeandikwa kabisa kwamba baada ya ukaguzi wa mara kwa mara, hitimiza hata ukaguzi waliofanya juzi kati hapo wameuunganisha mule, wakasema bado hawajafanyaje, hawajaridhishwa. Lakini pia amezungumza vizuri Mwayombo, na taarifa hiyo nimekuwa naye tumeipata kwamba Berkane wenyewe, yani kabla ya CAF kufanya maamuzi, Berkane wenyewe walitangulia mapema kabisa, wakaandika barua kwa CAF wakiwaomba kwamba uwanja wa Mkapa una shida hizi na hizi, hauwezi kudrain maji ambayo ndio sababu kuu. Kwa hiyo wakawa wanaomba kwamba mechi hiyo iweze kuchezwa Aman Complex. Kwa hiyo Berkane wao waliwawahi, na kama ambavyo unafahamu mmiliki wa Berkane ndio huyo makamu wa rais wa CAF. Kwa hiyo ana nguvu kubwa. Kwa hiyo mimi naamini nguvu ile zaidi ndio imetumika na kwenda kuzungumza na CAF, wakaliona yes, wakatoa majibu siku ya jana, majibu yakarudi kwamba okay, sisi tumelipokea na kweli mechi haitachezwa pale. Kwa hiyo siamini kwa kiasi kikubwa kwamba Engineer Hersi anahusika. Engineer sasa hapa ambacho atakakifanya, kwa sababu yeye ndo rais wa vilabu, yeye ndo anavitetea vilabu, yeye ndo anavizungumzia vilabu, labda anaweza akatoka pale akaja sasa kuzungumza, labda akaweza kuona, akaenda kufuatilia, akaona kama uwanja sasa hivi umeshafanywa marekebisho, na yeye ni kutoka hapa akaja na nyaraka zilizonyooka kwamba labda uwanja unaweza kuchezeka hapa, au akasupport kwamba mechi ndio iweze kuchezwa pale, labda hicho ndo anaweza kufanya. Lakini kusema yeye ametrigger move ya mechi ile kuhamishwa pale, unajua haya ni sisi tu mashabiki na nini, lakini ndani kama wa Tanzania sote tunatamani Simba aweze kufanya vizuri, kwa sababu tunapotoa taji hapa Simba ndio katoa taji, ndio kutakuwepo na maneno mengi watasema, lakini as Tanzania kuna hatua ambayo tutakuwa tumepiga kuanzia points, si ndio? Tutaendelea kusogea juu, si ndio? Teams nyingi zitaendelea kutotazama kwamba timu kutoka Tanzania imewahi kubeba ubingwa, nyingine ilitolewa Kimagumashi na Mamelodi, nyingine ndio ilifika finali kwenye. Kwa hiyo timu za Tanzania zimeanza kupiga hatua, hata hawa agents wataanza kutupa macho huku Simba, kumbe umeenda Simba pale unamuona Lada Kichasambi kaenda nje tayari, ile kitu ambacho tulikuwa tunaitamani wachezaji wetu kucheza nje, kupata experience, then baadaye kuja kuichezea timu ya taifa, tutaanza kuiona, wataanza kuingia na kwenye soka la vijana. Kama kuna timu zao zinaweza kufika mbali, it means hata na wana watu wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kutakuwa na jicho kubwa. Hizi zote unazoona Super League mfunguzi umekuwa hapa 20 Oktoba 2021 kama sijakosea, nilikuwepo pale. Umeona ni kwa sababu hiyo, yani ile Simba kuendelea kushiriki mara kwa mara, na Simba ndio alikuwepo kwenye Super League. Kwa hiyo umeona mpaka hapo sasa hivi CHAN inakuja kuchezwa hapa nyumbani mwezi wa 8 huu hapa, tunakuja kucheza AFCON mwaka 2027. Yote hayo ni kwa sababu ya hivi vilabu. Ni kitu gani ambacho wanavifanya, kuna jicho gani, then unaongeza na fan base, namna ambavyo vilabu vinaendelea kupigwa hatua. Kati ya fans ambao wanaongoza kuzungumza zaidi ni fans kutoka Tanzania. Kwa hiyo mwisho wa siku ile kuna kitu. Imagine sasa Tanzania tutoe ubingwa, lipigwe paredi hapa. CAF paredi lenyewe la Yanga tu lilisambali la ligi tu hapa ndani kwamba halijazoeleka. Haya Simba kachukua huo ubingwa. Kwa hiyo sote kama Tanzania, najua ile rais wa vilabu Simba imechukua, atasema rais wa vilabu wa Afrika, lakini huyu ni mtu kutoka Tanzania, si ndio? Timu kutoka Tanzania beba ubingwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna naye ujiko ataupata kama Engineer Hersi. Kwa hiyo mimi siamini kabisa kwamba anaweza kahusika kwenye swala zima la kuhamisha uwanja kwenda kuchezwa eneo jingine. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Sawa bwana, hali ndo ilivyo rasmi sasa. Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo wa mkondo wa pili ni Amani Stadium pale visiwani Zanzibar. Endelea kufuatilia Bongo Digital kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na vitu vingine. Shukrani sana.